Haya, tukifika kilele cha kipindi hiki tutamkaribisha pastor wetu, Pastor Jared Rono, ambaye nimesikia wengine wamesema ni PK, sijui walimaanisha nini. Labda atatuambia anapotuaga PK ni nani. Tunashukuru kwa hilo jina PK. Mungu akubariki Pastor Jared Rono. Kwa ajili ya haya na washukuruni nyote na mrudishia elda wangu kipaza sauti. Basi hatuna mengi, tunawarudishia shukrani. Mungu aendelee kuwabariki wachungaji wetu, mkiendelea na kazi hii. Mungu awabariki na apanue horizons zenu ya kuleta watu kwake. Na washiriki wote kwa jumla, asanteni sana kwa utulivu wenu. Na sasa nachukua hii muda kukaribisha pastor wetu tena aendeleze kipindi ambayo imesalia. Karibu pastor. Tunataka kusoma sadaka zile ambazo tulizokuwa tumepewa. Tulikuwa Mungu ametusaidia kanisa hili ama district hii, tumejaribu vya kutosha, kwa maana pesa zote zile ambazo tulikuwa tunastahili kutoa kama camp offering, sasa tuna subtract kanisa la Kiratina na Free Area, zile zilitengwa kutoka hapa, tukabakisha vile tulivyogawa za makanisa haya. Sadaka yetu ndiyo hiyo. Kufikia siku ya leo, sadaka zilistahili ama sadaka zote ilistahili kuwa 773,536. Hiyo ndio projections za conference. Kanisa la Kiti yake wao walikuwa supposed kutoa 375,000. Kufikia siku ya leo wametoa 329,733. Balance yao ni 45,267. Elimu Church sadaka zao zilikuwa 221,578. Zile wamefikisha siku ya leo 208,806. Balance 12,772. White House Church walikuwa gole yao ilikuwa 104,958. Kufikia wakati huu wametoa 84,000. Kwa hivyo wako na balance ya 16,495. Kanisa la Kiti East walikuwa na sadaka zao zilikuwa 72,000. Kufikia leo wametoa 84,000. Kwa hivyo kwao ndio wameongeza na 12,000. Kwa hivyo sadaka kwa ujumla tulikuwa supposed kutoa 773,536. Kufikia saa hizi tumetoa 706,539. Balance tunadaiwa 66,997. Unasemaje? Tutakuja kusikia vile ambavyo comments za wahubiri wetu vile watasema, maana wao ndio watapeleka ripoti ya kusema walipokuja huku waliona namna gani, na ili waje kuongea, maana wao ndio wamebaki. Tuliona wao wataongea kwa niaba ya wageni wote, ili kwa sababu ya hali ya masaa tunataka kukaribisha Amo Kiti Church wakuja kuimba wimbo Adventist Men. Nimeona karatasi zimeletwa za kwaya, lakini nililetewa
ujumbe huo wa Adventist imene na mzee wa kanisa. Yesu aliangikwa msalabani kwa ajili yetu, akasumbuka sana, akalia kwa sauti akisema, Eloi, Eloi, mbona waniacha? Yesu aliangikwa msalabani kwa ajili yetu, akasumbuka sana, akalia kwa sauti akisema, Eloi, Eloi, mbona waniacha? Kitambo tutamuona Yesu juu mbinguni, akija kutuchukua pamoja na malaika. Kitambo tutamuona Yesu juu mbinguni, akija kutuchukua pamoja na malaika. Sasa tujiulize, ni mara ngapi tumemwangika juu msalabani, hivyo tumrudie Mwokozi wetu atuokoe, tusije potea. Sasa tujiulize, ni mara ngapi tumemwangika juu msalabani, hivyo tumrudie Mwokozi wetu atuokoe, tusije potea. Kitambo tutamuona Yesu juu mbinguni, akija kutuchukua pamoja na malaika. Kitambo tutamuona Yesu juu mbinguni, akija kutuchukua pamoja na malaika.
mawinguni akija kutuchukua pamoja na malaika, kitambo tutamuona Yesu juu mawinguni akija kutuchukua pamoja na malaika, kitambo tutamuona Yesu juu mawinguni akija kutuchukua pamoja na malaika. Sasa wewe yani ukiona mimi nikienda kuimba. Mimi wakati mlikuwa mnafanya yeye nilikuja. Hata wewe sikuwa nakumbuka. Sisi tukifanya yetu. Sasa mshauri ndio nilikuwa naweka wimbo tena. Wakati huu tunataka tukaribishe hawa wageni. Wao ndio wa mwisho kuongea, they give their recommendations, na mgeni wetu wa mwisho atakuwa wa mwisho ambao akimaliza anafanya maombi. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Pastor Robert Kiarie, na tulikuwa tumetangaza baraza ya district hapo kesho hapa. Mkutano huo utafanywa pale kanisa la Kiti, kwa sababu hema hizi zitatolewa saa hizi, ni kama shughuli za hapa zitaisha saa hizi. Kwa hivyo wana district watakuja pale kanisani Kiti, si hapa. Hiyo tukumbuke vizuri. Saa 3 kanisa la Kiti. Hiyo tunaukumbusha mwenzako. Kwa hivyo wakati huu namkaribisha Pastor Kiarie. Asante sana mchungaji, asante sana wazee wa kanisa, asante sana komiti ya makambi, asante sana appreciation committee, asante sana washiriki wote, na pia asante sana hata wanakijiji. Kila mtu ninaomba Mungu amubariki, kwa sababu hata wanakijiji wangetupa mawe lakini hawakutupa nini? Mungu awabariki wanakijiji. Wazee mumekaa, mumetulia, mumelinda makambi. Hatungefanya sisi peke yetu na Rono. Mungu awabariki. Wale wa jikoni, tumbo polisi imeshughulikiwa vilivyo. Hata msichana wangu alikuwa ananiambia ni kama natoa public opinion. So tunashukuru sana. Sina lugha ya kusema asante. Nimepungukiwa na maneno, nimesema mubarikiwe na jina la Mungu litukuzwe. Naahidi asante. Nani alijishindia kina mama? Pastor Rono. Na mimi nataka kujishindia Amo. Nyahururu. Wa mama wanapoenda Kisii, Amo tuende wapi? Nyahururu. Twende Nyahururu. Amo, soon and very soon we will be writing a letter ya kuwa invite na mkuje kwa wingi. Nataka niombe hivi. Niko na burden. Na burden yangu ni kujenga shule nzuri around la Waadventista wa Sabato ambao tutajivunia milele. Mahali watoto wetu watapata kuajiriwa kazi. Mahali watoto wetu watasomea na watoke wakiwa wa Sabato. Hapa mnapotaabika na uwanja, mimi niko na karibu eka 7 Nyahururu. Mheshimiwa Machogu alikuwa amepeana eka 12. Zingine zikaibiwa. Lakini baadaye tumetafuta title, tuko na kila kitu, tumesekiwa uwanja, tumeanza kuweka perimeter wall because tunataka hapo
ni karibu sana na sisi, tuwe na shule ambayo tutaki. Sasa nimekuwa mahali popote nimeenda, nimewapachika deni. December first week tunataka basi ya kuokota watoto around Nyahururu. Nasikia wivu, ninaona PCA inapita ikinini Marinda. Wamama mnaona? Yaani nazungusha Marinda wapi? Naona ingine inaitwa sijui Full Gospel Marinda. Nauliza na ya SDA ilienda wapi? Sasa mimi nitakuja tu na ninashukuru, mimi naona gari ya nani tanunuliwa haraka, Jumakambi imeisha. So mharakishe tununue hiyo gari. Nitawaomba kila mtu, hata kama utafika siku tutatuma pay bill, muweke hapo pesa ya alafu wanafunzi wakija nitawajengea shule ya ghorofa. Kile nahitaji tu hapo ni wanafunzi. Wanafunzi wakija skuru itajisustain na itajenga. Alafu siku za usoni watoto wetu ambao wanasoma wapate mahali ya kuajiriwa, na wengine ambao wanataka kusoma wasiende kusumbuliwa mambo ya kutunza Sabato. Amina. Amen. Huko saa hii ninafanya urafiki na viongozi na shikashika mashamba nikikimbisha title D pale kwa conference. Ili miaka inayokuja tusinunue uwanja wa milioni 8. Tukue na uwanja tayari na halafu tupanue shule yetu. That is my dream. Kama nisipohubiri sana, ninaomba Mungu anisaidie tufungue mashule mingi kabisa. Kwa nini nasema hivyo? So far so good, 3 years nimekuwa hapo. Nimebatiza watu kwa sababu wazazi wamebatizwa na wanafunzi kwa sababu ya Nyahururu wa Adventist. Nimebatiza 19 bila kufanya crusade. Yaani wanakuja wanalipa school fees, wananiletea watoto, wananilipa ili niwafanye wasaba. Lakini nyinyi mnatoa pesa ili mfanye crew, ili watu wakue nini? Mimi nitafanya the other way round. So ninafurahia sana, nimefurahia sana kuwa hapa, na Mungu awabariki katika jina la Yesu. Kabla niseme neno la mwisho, kiongozi wangu wa vijana Kiti Peari, Kiti Church, kitabu chenyu hapa. Si mtu mmoja, kijana mmoja kutoka Kiti. Oh, dada yangu ndio huyu. Yes, amang'ang'ana akasema ataokota pesa kwa vijana, akakuja akaniambia ijatosha, tukaongeza. Si abarikiwe? Na harusi tunayo ama hatuna? Niambie, nijulishe tu. Niambie tu hapa public. Iko. Amina. Musome na vijana, tuandae harusi nyingi. Then bila kusahau kuku akuje na nini tumalizane sahi. Na gas ilitolewa gori ya Makambi, hata hiyo gori inafaa kupungua kidogo. Yes, inafaa ipungue kidogo ili kwamba 66 hiyo hii mtungi ya gas tuifanyeje? Kuku nitabeba. Kuku mnataka nibebe na pesa ngapi? Kuja uniambie bei ya hiyo kuku. Niambie niuzie. Irenga. 700 chopo. Na wewe. Weka hapo kando, hiyo nimemaliza. Andika hapo 700. Huyo andikiwa ilikuwa ya nani? Haya, gasi ni nani atabeba? Ni vile nimejaza, hata niko na mitungi mingi sana ya gasi kwa nyumba. Gasi ni nani anabeba? Inafaa kuwa pesa ngapi hii? For now, na mtungi na gasi. Iko na gasi ndani? Hii imejaa. Ni 5,000 ama ni ngapi? 4,200. Fair? 45. Aya. Ama tununua hata ya kanisa ya kupika kanisa moja iamuke iseme hiyo tumenunua madikoni ya kupika Pasaka. Kanisa gani? Ama kina mama mnajua vile mnafanya kanisa, ama vijana sijui. Tufanyaje? Kanisa gani wanasema walikuwa na mpango hiyo wapewe, waende walete baadaye.
45. Hiyo ni kiti. Oh, yeye amebeba, mpatie na abarikiwe. Yes, peleka kwa mama hiyo. Si hiyo biashara, andikia mwenyewe hapo. Amina. Na kukubali kutumwa. Aya, sawa. Neno langu la mwisho ni ya kwamba tusiagane unless Yesu akuje tuonane tena hapa duniani tukihubiri injili ya Yesu. Si Mungu awabariki. Si awatende mambo mema. Si ajibu maombi yenu. Zaidi nimeguzwa. Leo tu mumetoa over 316 goru ya maka. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Mumeonyesha kwa matendo. Na Mungu awalipie mara 100 hapa duniani. Atakaporudi sisi wote taji ya uzima wa milele. Tukutane. Nikiwatangazia mtanitumia kakitu. Nimeamua mshahara yangu ya November nimetoa warning kwa familia. Sitakula hata ndururu. Itaenda kununua basi. Mutaniongezea. Nikitumana. Hata nichange 100 mingi. Unajua pasa kama mimi. Si mumeona mimi ni pasa. Sitaki aibu. Mutanisaidia nisiaibike. Nikiita William Ruto aone hata mimi nimetoa 1,300. Yaani mnashangaa nitaita Ruto. Nitaita yeye. Mubarikiwe sana katika jina la Yesu. Huyo mchungaji yeye alikuwa anakuja na kuenda kila siku. Na hata saa hizi tukimaliza ataondoka. Anaporudi katika kanisa na mahali atakuwa Sabato apeleke nini? Asante sana Pastor, umepewa salamu. Tunataka kumkaribisha Pastor Rono ili na yeye aweze kunena maneno yake ya mwisho. Kila tu nimeona accountants wetu wamefanya correction. White House walikuwa wametoa 84,000 na pesa zao zilikuwa 104. Tuseme 104,958. Deficit yao ni 20,958. Hapo there is a correction. Kwa hivyo hizi ninaposema ni kwamba nimeonana na wazee wa kanisa na tunashukuru kwa sababu ya vile mmetoa kwa ajili ya neno la mwisho na vile itatutaka. Watu wasiondoke. Uelewe ukiondoka saa hii kama mnenaji mkuu hajaongea, you didn't come to the camp. Na hata unaona labda hata hukufungua. Na ulikuja kufunga na hata ufungi. Wewe where are you? Unproportional. Unajua wale walikuwa hapa wanajua unproportional ni kusema nini. Chunga usiwe unaonekana vile unatembea watu waendelee kusema ndio ile unproportional ikitembea. Kwa hivyo tungoje tu mnenaji huyu ndiye atanena wa mwisho na aombe. Kwa hivyo karibu Pastor ili utuambie vile utakavyo. Nashukuru, sitachukua muda mwingi. Sababu Kiari anataka kwenda kuona vile Nyahururu iko na wengine wanaenda kwingine. Nataka kwanza nishukuru, sitaki kurudia chenye mchungaji amesema. Nimeona tu kama goal mmebakisha 61 na nawashukuru. Nawashukuru kwa kutoa. Mwimbaji mmoja ambaye aliimba katika Bill Gates akasema, aliimba wimbo ambaye inasema thank you for giving to the Lord. I'm alive because you gave. Ni mtu mwenye hapo ameokoka, lakini kwa kutoa kwako ilienda kumuokoa. Kwa yote ambaye tumetoa na najua Mungu atatubariki. Pia nimearifiwa ya kwamba next week itakuwa imeisha. Hivyo elders, nimearifiwa ya kwamba by next week hiyo 61 itakuwa imeisha.
Asante. Hebu nione kwa mkono wenye watasema next week hiyo 61 itakuwa imeisha. Asante. Ombi langu ni hili. Usitoe kwa mdomo, mawazo ikatae. Amina. Ama roho ikuambie hiyo ni nyingi. Just fulfill for the Lord and God will fulfill it for you. Nashukuru. Nikienda Kericho nitapeleka salamu. Mimi ni pastor wa Litein district, Litein town hapo. So mkikuja kupita kwenda mnaita Bosongo. Msimame na useme pastor, nataka nikunywe chai yako. Nitanunua. Ninaishi tu within town hapo. Na pia Nakuru hapa bado ni nyumbani. So ninawashukuru. I'm so humbled. Nimejifunza vitu nyingi kutoka makambi haya, na maybe nitaleta siku moja huko tukuje tufanye ile inaitwa benchmarking, sababu mna coordination ya hali ya juu. Nadhani kwa CRVC mnakuja number 1. Mnakuja number 1 sababu Crete hawezi sema kitu sababu ni kanisa moja. Nyinyi ni makanisa mengi. So Mungu awabariki kwa hilo. Muendelee hivyo. Muendelee kubarikiwa katika familia zenu. Endelea kuonyesha Yesu katika familia zenu. Na ninamaliza kwa kusema hivi. Kuna mwandishi mmoja anaitwa John Piper. John Piper akasema maneno haya. Akasema God is most glorified in us. Mungu anatukuzwa sana kwa sisi when we are most satisfied in him. Saa zile tunajitoshelesha na nani? Na Mungu mwenyewe. Hakuna lingine litatutoshelesha katika dunia hii kuliko Mungu. So hebu tubaki kwa Mungu na tuweze kutosheleka kwa Mungu, na hakika tutatendewa wema zaidi. Mliandika maombi zenu kabla hata pastor hajachukua nafasi ya kuzisoma. Najua Mungu tayari ameisoma na anaishughulikia, na mtaona mema. Fungu la mwisho ambayo ninawaachia ni Psalms 90 verse 1. Psalms 90 verse 1. Kuna ndege moja inaitwa, ndege mbili zinafanana. Kuna ndege inaitwa cowbird na cuckoo bird. Hizi ndege haijengi nest. Hizi ndege hazitegi kwa nest yenye wamejenga. Wanatafuta ndege ingine ambayo imetega, alafu wanategea ndani. Hawataki responsibility ya kulisha vifaranga vyao. Wanataka mwingine amlishie. Wanajua kutengeneza, lakini hawataki kufanya nini? Responsibility. So anaenda kutega pale. The cowbird ni afadhali kidogo sababu itazaliwa at the same time, alafu inazaliwa kwa ukubwa because mayai ya cowbird ni kubwa kidogo. Alafu ile ndege kale kafaranga kake kanafungua mdomo sana. So unapata mama wa ule analisha huyu, alafu huyu anakuwa mkubwa, anawafinyilia wale wengine wanakufa. Lakini chenye ilinumiza moyo sana ni cuckoo bird. Vile tu anazaliwa mapema kama hawa wengine hawajakuwa, siku ya kwanza anaanza kusukuma mayai za zile ndege zianguke chini. Hajatoka mabawa, hajatoka mayai feathers, lakini anazisukuma nje. Ndio abaki peke yake afanye nini? Alishwe. Hivyo ndio shetani yako. Yesu akasema hivi, shetani amekuja katika maisha yetu kuiba, kuua na kufanya nini? Na kuangamiza. Lakini Yesu amesema nimekuja ili niweze kuwapea maisha kamili. Shetani anataka kutuharibu na kutoa tumaini yetu, lakini tuweze kutegemea Mungu. Psalms 90, ikafika wakati Musa amefika
hajapewa nafasi ya kufika Canaan, lakini wametoka Misri wameenda. Alafu baada ya hiyo ameambiwa ya kwamba utakufa. He had to reflect katika maisha yake, na akaandika Psalms 90 anaposema hivi, Mungu tufundishe tuweze kuzihesabu siku zetu. Lakini kabla hajaenda kusema huko mbele, kuna kitu ya maana ambayo nataka niwaachie. Alipoona vile Mungu aliwaokoa kutoka Misri, vile alimuokoa alipokuwa amewekwa katika the basket, katika the river of reeds, na vile kulikuwa na mamba na zikumkula, na vile Mungu alipeleka basket yake mpaka ikafika katika msichana wa Farao, na akaimagine maisha yake yote na maisha ya Waisraeli, and he concluded by saying one thing, ya kwamba God, you have been our dwelling place. That is another version. Another version inasema, God, you have been our home. Ninaomba ya kwamba tunapozunguka juu chini, tunapobaki Nakuru, pasta anapoenda Nyahururu, ama saa zile tuko na shughuli kila mahali, ombi langu ni kwamba wacha Mungu awe nyumbani. Kuna kweli jengo ambalo limejengwa ambayo unaishi, lakini kabla hiyo jengo wacha Mungu awe nyumbani. Unapoenda mahali popote unatamania kwamba nataka nirudi nyumbani, nyumbani kwa Mungu na nyumbani mahali ninaishi. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Tutasimama na wimbo 121 stanza ya kwanza yenye nasema, katika wenye dhambi. Pastor Jared ndio mwenye dhambi namba 1. Baada hiyo tutaomba na amani ya Mungu iweze kutembea na nyinyi, baraka ya Mungu iweze kutembea na nyinyi, na Mungu awaongezee maximum. Kama ulikuwa unataka minimum, naomba kwa rehema za Mungu, Mungu akufikishie maximum. Stanza ya kwanza katika wimbo namba 121. Katika wenye dhambi, katika wenye dhambi, katika wenye dhambi, ndimi mkuu wao, ila Yesu akaja kwa dhambi alikufa.